Takumbuka ripoti ya Chande, tume ile ya kuchunguza kuhusu mauaji na vurugu zinadaiwa vurugu zilizotokea Oktoba 29, pamoja na udhaifu wa ripoti, ilisema katika chanzo kimojawapo kikuu ilisema ni madai ya wananchi ya katiba mpya. Chanzo kimojawapo kilisemwa ni madai ya wananchi ya kukosa uchaguzi huru na haki. Ilisemwa chanzo kimojawapo kikuu ni kukosa uwajibikaji wa viongozi. Yote hayo yalisemwa kwenye vyanzo, lakini baadaye ripoti ikaacha vyanzo ikashughulikia vichocheo, ndio ikaanza kushughulika nayo. Sasa sitaki kuingia kwa leo kwenye huo mjadala. Nataka kusisitiza hivi kwamba pamoja na udhaifu wa hiyo ripoti, kama ripoti iliona chanzo kikuu cha matatizo katika nchi yetu ni katiba mpya, ni kukosa uchaguzi huru na haki, ni kukosa uwajibikaji wa viongozi, tiba ya matatizo ya vyanzo hivyo, ambapo ndio ingekuwa kushughulikia mzizi wa matatizo katika taifa, ni kwenda kushughulika na jambo la katiba mpya. Kwa hiyo tunataka mjadala wa kitaifa, iwe ni kwenye bunge ambalo lina mapungufu linaloendelea Dodoma, iwe ni mjadala wa umma. Mjadala ni katiba mpya kwanza, katiba mpya sasa. Na ndio maana kwa kutambua uzito wa jambo hilo la katiba mpya, tumeitangaza hii kamati na tumeipa muda mfupi wa kazi kuweza kukamilisha jambo hilo kwa wakati. Kwa hilo ndio ambalo tuliita kulitangaza leo, uteuzi wa kamati ya mchakato wa katiba mpya, na kutaka majibu kutoka kwa mamlaka zote zinazohusika. Ni kwa nini bajeti ya katiba mpya haipo sehemu ya bajeti, na ni lini katika mkutano wa bunge unaoendelea, ni lini bajeti ya katiba mpya itaingizwa kama sehemu ya bajeti, sababu hiki ndio kipaumbele kikuu. Kwa leo tumewaita kuwatangazia kamati hiyo ya kamati kuu iliyoundwa kwa ajili ya jukumu hilo kubwa sana kwa taifa letu. Kamati imeundwa ya wajumbe 11 wafuatao: Dr. Rugemeleza Nshala ambaye ndiyo mwenyekiti wa kamati husika, Wakili Deogratias Mahinyila ambaye ni katibu wa kamati husika, Wakili Ari Ibrahim, Mama Susan Limo, Mama Ruti Molel, Bi Pamela Masei, Wakili Gaston Garubindi, Zeudi Mvano, Boniface Jacobo, na vile pamoja na wajumbe hawa 9 kuna wajumbe wawili wengine washauri wa hii kamati, Wakili Mpale Mpoki na Wakili Jeremia Mtobesia. Hawa si wanachama wa Chadema, lakini ni mawakili washauri kama sehemu ya wajumbe wa hii kamati ya kamati kuu ambayo itaifanya hii kazi ambayo tumeieleza ya kushughulika na swala la mchakato wa katiba mpya. Kamati hii tumeikabidhi hadi rejea 4 zifuatazo: 1, kuandaa mkakati wa kukwamua mchakato wa katiba mpya; 2, kuandaa rasimu ya muswada wa sheria kwa niaba ya wananchi utakaoelekeza utaratibu wa kukwamua mchakato wa katiba mpya; 3, kuandaa mapendekezo juu ya muundo na chombo huru kitakachosimamia kura ya maoni ya katiba mpya; na 4, kuzingatia katika ratiba kuwa mapendekezo yote yawezeshe mchakato wa katiba mpya kuanza mapema sasa na katiba mpya kupatikana kwa vyovyote vile si zaidi ya mwaka 2027. Kwa kamati hii mara baada ya kuteuliwa kwake imekwisha anza kazi, na leo tunaitangaza kwa umma rasmi ili iendelee na kazi ambayo ilianza ndani, kwa sababu kamati hii
pamoja na kuwa ni kamati ya kamati kuu ya Chadema, kwa kuwa katiba mpya ni swala la kitaifa, ni swala la nchi, kamati hii itafanya kazi vile vile ya kukutana na wadau mbalimbali muhimu katika nchi yetu. Itakutana na asasi za kiraia, itakutana na taasisi za dini, itakutana na taasisi za wasomi, itakutana na sekta ya habari, itakutana na sekta za kiuchumi, itakutana na walioko kwenye sekta ya siasa, itakutana na watu kwenye sekta za kijamii, itakutana na watu kwenye sekta za sayansi na teknolojia na sekta na wadau wote ambao kwa namna moja au nyingine ni wadau wakuu wa mchakato wa Tanzania kupata katiba mpya. Kamati hii tumeipa muda wa siku 90 au miezi mitatu kukamilisha kazi yake, lakini katika hizo siku 90, kwa sababu ya uharaka na udharura wa mchakato wa katiba mpya, kuna kazi ambayo tumewaambia kuwa ndani ya kipindi cha wiki 2, ndani ya kipindi cha siku 14 waweze kuwasilisha taarifa ya awali na mapendekezo ya awali ya matokeo ya mchakato walioanza nao kwa kamati kuu ya chama. Kwa kamati kuu ya chama ikipokea taarifa ya awali, kama kuna maelekezo ya ziada itayatoa kwa kamati, lakini wakati huo huo kamati itakuwa ikiendelea na mchakato wake wa kutimiza majukumu ya hii kamati. Kwa ni rai yangu kwa Watanzania na wadau wote wa katiba kuweza kuipa ushirikiano kamati hii iweze kufanya kazi kwa wakati na kwa haraka na kuwasilisha mapendekezo kwa kamati kuu ya chama, na hatimaye kamati kuu ya chama ikisha fanya uamuzi, chama kitazungumza na Watanzania juu ya mwelekeo wa namna, kwa kuongozwa na hizi hadidu rejea 4, wa namna ya kuharakisha kufanyika kwa mchakato wa katiba mpya. Fadhili, nimeshajibu la nani anafandi mchakato. Gharama kiasi gani tumeiambia kamati ikakae ikachakate kwamba hii kazi hii tuliowapa itagharimu kiasi gani, na watakapokutana na wadau wapi watawasaidia wapi katika nini, gharama zipi wataomba kwa chama, kidogo sana kwa sababu chama hakina uwezo, gharama zipi watajitolea, ili siwezi kulijibu sasa mpaka kamati itakapoenda mbele. Juu ya wadau gani? Je, wadau ni pamoja na serikali ambayo tuitambui kwa sasa? Hii serikali tusioitambua sio sehemu ya wadau ambao hii kamati itakutana nao. Kwa haitakutana na serikali, itakutana na wadau wengine wote. Ikifika hatua kama ikileta ripoti yake kwa kamati kuu itatafakari mapendekezo yao, na kama kuna chochote cha ziada yakitamuliwa na kamati kuu ya chama. Lakini kwa sasa serikali si sehemu ya wadau ambao kamati hii, serikali haramu na batili na katili na dhalimu, sio sehemu ya wadau ambao kamati hii itakutana nao. Juu ya kauli ambayo Samia Suluhu Hassan alitoa baada ya kupokea ripoti ya tume ya Chande, kwamba baada ya tume ile ya uchunguzi kwamba ataunda tume ya maridhiano alafu ndio itapata ufumbuzi kuhusu mchakato wa katiba. Kwa hiyo raia yako anatuambia kwa nini tusisubiri? Sikiliza, na ile waandishi mlifanyia uchambuzi vizuri sana. Samia Suluhu Hassan amesema hatua 4 za tume. Hatua ya kwanza ni tume ya kilichoitwa fact finding, tume ya Chande. Imetumia muda mrefu, afu imekuja na majibu mengine sio majibu, na bado inaacha maswali. Alafu ikaundwa tume nyingine inaitwa tume ya jinai ambayo inaendelea na kazi. Sasa wanachomaanisha ni kwamba tume inayoitwa ya maridhiano itaundwa baada ya tume ya jinai. Alafu ikishaundwa tume ya maridhiano kwa ujumla, alafu yenyewe itapewa muda alafu itaundwa tume nyingine ya 4, tume ya mchakato wa katiba mpya, maridhiano kuhusu katiba mpya. Step 4 za tume. Huo hilo kwanza ni changa la macho na ni mtego kwa Watanzania
wa kuvuta muda, wa kupoza mjadala wa katiba mpya, na ndio maana kwa sababu wanajua wanania ovu kuhusu mchakato wa katiba mpya, ndio maana hakuna bajeti ya katiba mpya bungeni, lakini vile vile ndio maana wamesema katiba mpya mpaka mwaka 2028. Tafsiri yake ni nini? Wanataka sasa tusijadili katiba mpya, tusubiri 2028. Ikifika 2028 wakwambie kwamba tume ya kwanza ilichukua muda mrefu, matokeo yake tume ya pili nayo ikachukua muda mrefu, matokeo yake tume ya tatu nayo imechukua muda mrefu, kwa hiyo tume ya 4 imekosa muda wa kukamilisha kazi ya mchakato wa katiba. Tukubaliane kwanza tuingie kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, alafu tuendelee kushughulikia na masuala ya katiba, tutaendelea kuishughulikia huko mbele. Nchi inakwenda kuingizwa kwenye matatizo mengine kama ya Oktoba 25 kwa matendo ya watawala. Kwa rai yangu mimi kwa wadau wote, msikubaliane kabisa na haya mapendekezo ya Chande, ya kamati ya wataalamu, mapendekezo ya Samia ya kuunda tume ya maridhiano ya katiba mpya. Hayo mapendekezo nyuma yake yanania ovu. Sasa sisi tunataka njia ipi ipite mpaka Tanzania ipate katiba mpya kwa haraka? Ndio hii kamati yetu tuliyoiunda inakwenda kuchakata njia zote ambazo Chadema tulishakuwa nazo kabla. Nyingine tulizungumza bungeni 2011, mswada ulipoletwa kwa mara ya kwanza kabisa bungeni, mnaweza kurejea hotuba ya Waziri Kivuli wa Katiba na Sheria wakati wa Tundu Lissu na sisi wachangiaji wengine. Mengine tuliyazungumza tulipokutana na Rais Kikwete Ikulu baada ya kuvurugika kwa mchakato wa sheria bungeni mwaka 2011-12 na timu yao ya wataalamu. Mengine tuliyazungumza kwa kumwandikia Magufuli akiwa madarakani. Mengine tumeyazungumza na rais mwenyewe wakati huo akiwa Rais Samia Suluhu Hassan mwezi Mei mwaka 2023 Ikulu Chamwino. Mengine tukayazungumza kwa mwaka mzima kwenye timu ya maridhiano ya 5 wa kwetu 5 wa kwao. Sasa tunakwenda kuya process yote ya mapendekezo ambayo tulishawapa, nini kifanyike, muda gani, katiba mpya ipatikane kwa haraka. Tunaangalia na mazingira ya sasa na yaliyotokea Oktoba. Then kamati inapendekeza kwa kamati kuu, twende njia hii, twende kwa ratiba hii, katiba mpya ipatikane, mchakato uanze sasa, na kwa vyote vile katiba mpya ipatikane kabla ya mwaka 2027. Nawashukuru sana wanahabari, asanteni sana.